Yes bwana, mambo vipi? Ili uwe kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe katika page yetu, utakuwa umetisha kinoma noma. Timu ya Simba ilikuwa na mechi yake dhidi ya Tanzania Prison. Ni mechi ambayo ni yavuta ni kuvute, kutokana na Simba na Tanzania Prison hawajawahi kuwa na mechi rahisi toka walipoanza kukutana mpaka hii leo. Simba na Tanzania Prison ni mechi ambayo inakuwa ni yavuta ni kuvute, yoyote anaweza akashinda. Pengine mechi ikaisha kwa matokeo ya suluhu, kutokana tushaziona suluhu nyingi zimepatikana na tushawahi kuona Simba akishinda na vile vile tushawahi kumuona Tanzania Prison akishinda. Lakini hii leo Tanzania Prison ameangukia pua akiwa nyumbani kwake katika uwanja wa Jamhuri Dodoma, ambako amehamishia mechi hiyo ichezewe pale Dodoma, kutokana na uwanja Sokoine Mbeya umefungiwa, amepigika kwa goli 2-0. Ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu kwa timu zote mbili, na kila mmoja timu moja ilicheza kwa jinsi ambavyo inaona inastahili kucheza, lakini tunajua Simba ni mkubwa na Tanzania Prison ni timu ndogo, hivyo lazima mkubwa aonyeshe ukubwa wake. Hivyo Simba umefanikiwa kuonyesha ukubwa wao kwa kufunga magoli 2-0. Goli la kwanza likifungwa na Suleiman Mwalimu kupitia kichwa, alipiga bonge moja la heda na kuifanyia Simba ipate goli la kwanza la utangulizi mapema tu kipindi cha kwanza. Lakini vile vile goli la pili lilifungwa na Rushaina Darok kipindi hicho cha kwanza kwa mkwaju wa penalty, na hivyo mechi ikamalizika kwa magoli 2-0 ambayo yamepatikana kipindi cha kwanza, magoli yote mawili. Lakini ni mechi ambayo watu wengi walizani kwamba Simba anaweza akashinda magoli mengi zaidi ya 2, kutokana Tanzania Prison ya msimu huu inaonekana kama bado ni unga mwana, ni tia maji. Lakini mechi haikuwa kama watu walivyokuwa nadhani. Mechi imekuwa ni ya mvuto na imekuwa ni ngumu kwa pande zote mbili, japokuwa Simba ameibuka na ushindi wa magoli 2-0. Lakini baada ya mechi kuisha msemaji wa Simba Ahmed Ally aliongea kidogo kuhusiana na timu ya Simba na kuelekea katika mchezo wa dabi. Tunajua fika siku ya Jumapili tarehe 1 mwezi wa 3 Simba ana mechi dhidi ya Young Africa. Ni mechi ya dabi na Simba najua fika kabisa ashafungwa na Yanga mara 6 mfululizo na hayuko tayari kupoteza kwa mara ya 7. Hivyo Ahmed Ally aligusia kwa uchache baadhi ya maneno yake. Ahmed Ally amesema kwamba timu yao kwa sasa hivi ishaimarika, hivyo wana Simba wakae tayari kwa kupata burudani, na timu yao iko tayari kupambana na timu yoyote. Hawamuogopi Yanga wala hawayofi timu yoyote katika ligi kuu Tanzania bara. Wako tayari kupambana na wanachotaka sasa hivi ni ushindi, maana wanajua fika katika mechi za nyuma wamepoteza, hivyo katika mechi hii lazima washinde, waonyeshe kwamba wao ni timu kubwa hapa nyumbani Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla wake. Simba kwamba ni timu kubwa kuliko timu zote. Hayo ni maneno bwana ya afisa habari wa Simba Ahmed Ally akiwatanabaishia mashabiki wake au wa timu yake ya Simba kwamba wakae tayari kwa kupata burudani siku ya tarehe 1 ambako itakuwa ni siku ya dabi. Tunajua fika kwamba Simba na Yanga wanapokutana ni mechi inakuwa ni ngumu, mechi ya vuta ni kuvute, lakini kila mmoja anajinadi kwa upande wake. Kila mmoja anaona kwamba timu yake ni bora na kila mmoja anaona kwamba anastahili kushinda katika mechi ya dabi. Hivyo tunasubiri kuona nani atashinda na nyasi pale Zanzibar zitafanya nini? Nyasi zitalia au nyavu ndio zitakazolia? Ni kitu ambacho tunasubiri kwa hamu tuone na tujue kipi ambacho kitatokea katika siku hiyo ya dabi tarehe 1 mwezi wa 3. Kila timu inajigamba kivyake. Vivyo tunajua Yanga naye alikuwa na mechi yake, na mechi yake ameshinda goli 1-0, lakini nao walimaliza na kuongea maneno kwamba wako tayari kwa dabi, wako tayari kupambana na mtani wao Simba, na mechi iko pale Zanzibar Guantanamo Bay. Hivyo Simba hawezi kutoka kwa namna yoyote ile, lazima wamfunge. Au ni Yanga pia walitanabaisha kwamba wako tayari kwa ajili ya mechi ya dabi tarehe 1. Lakini yote kwa yote bwana, timu ya Simba kwa hivi sasa inaonekana imeimarika na iko tayari kupambana na mtu yoyote ambaye anakuja mbele yake, na ndio maana hata katika mechi yao hii leo wamecheza kwa kiwango kikubwa, ikiwemo mchezaji wao ambaye wamemrudisha Clatous Chota Chama. Unajua Chama aliondoka Simba na kwenda timu ya Yanga, lakini alikuwa anaonekana kama ni mchezaji wa kawaida, lakini katika mechi ya leo ameonyesha kwamba yeye ni mchezaji mkubwa na ni mchezaji mwenye quality kubwa. Hivyo watu wampendelee kumwamini na waendelee kumpa ile imani ambayo alikuwa anampa siku
zote mwamba Lusaka, kutokana hata katika mechi ya leo ameonyesha kwamba ni mchezaji mkubwa na ni mchezaji ambaye anaweza kuisaidia timu ya Simba. Vile vile wana Simba bwana, kuna wachezaji ambao wameingia katika dirisha dogo na wanaonekana kwamba kiwango chao ni kikubwa na kinaridhisha, na ndio maana hata Simba inajua kabisa katika dabi wanaingia vifua mbele kutokana na performance ya wachezaji wao ambao wameonyesha waliosajiliwa katika dirisha dogo hili, ikiwemo bwana Libase Gray. Libase Gray ameonyesha performance kubwa katika kila mechi ambayo anacheza toka ameingia katika timu ya Simba, na ndio maana Simba wanakuwa na imani kabisa timu yao kwa hivi sasa imeshaiva, iko tayari kupambana na timu yoyote ambayo inakuja mbele yao, na aliyoko mbele yao kwa hivi sasa ni mtani wao wa jadi Young Africa Kuala Lumpur Malaysia. Hivyo lazima fika kabisa wajue wanaenda kupambana na timu ambayo imewafunga mara 6 mfululizo, na uteja wanataka wakuvunje siku ya Jumapili tarehe 1 mwezi wa 3. Japokuwa ni ngumu, lakini mechi lazima itapigwa na ushindi lazima patikane, au kama ni sare basi tutajua siku ikishafika. Lakini kwa hivi sasa vile vile mbio za ligi kuu Tanzania bara bado ni ngumu na ziko wazi, kila mmoja anasema ashinde mechi zake. Yanga akiwa anamwambia Simba ashinde mechi zake, huku Simba akiwa anamwambia pia Yanga ashinde mechi zake. Watakutana katika mahesabu ligi itakapoisha, nani atakuwa bingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara msimu wa 2025 2026. Ndio hapo wanaposubiri nani atakuwa ni bingwa, lakini kwa hivi sasa kila mmoja anasema ashinde mechi zake, na kila mmoja mpaka hivi sasa Yanga katika ligi kuu hajapoteza mechi yoyote zaidi ya kutoa sare mechi moja, lakini Simba ametoa sare na vile vile amepoteza mechi moja. Hivyo ni nafasi kubwa kwa Yanga mpaka hivi sasa anaonekana anayo, lakini ligi ni safari ndefu, yani ligi ni mbio ndefu. Hivyo yoyote anaweza akawa bingwa. Hata Azam pia kwa msimu huu pia anaonekana kabisa analifukuzia kombe la ligi kuu, anaonyesha wachezaji anao, timu wanayo, na kila kitu, hali mpaka morali wanayo. Kwa hiyo ligi kuu au kombe la ligi msimu huu ni ngumu kwa kila timu kutokana timu zote zimetolewa katika mashindano ya kimataifa. Hivyo nguvu kubwa wameweka katika ligi kuu ya Tanzania bara pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Ni fika kabisa timu hizi zote 3 au 4 zinakuwa zinawania ligi kuu, lakini mpaka hivi sasa timu ambazo zinaonyesha kwamba zina uwezo angalau kupigania ligi kuu ni Simba, Yanga pamoja na Azam FC. Hivyo lazima ligi kuu msimu huu timu moja wapo kati ya hizo timu 3 inaweza ikachukua kombe, japokuwa mechi bado ni nyingi na inaweza hata ikachukua timu nyingine tofauti na hizo timu 3, lakini tushazoea ni timu ambazo zinaleta upinzani katika ligi kuu ya Tanzania bara. Je, wewe mdau wa soka unaonaje performance ya Simba hii leo katika mechi yake dhidi ya Tanzania Prison? Ni performance kubwa au Simba amecheza kutokana na madhaifu ya Tanzania Prison yalivyokuwa yanaonekana? Shusha comment yako baada ya comment section. Vile vile usisahau kusubscribe katika page yetu ili uwe kwanza kupata habari za michezo na burudani kila siku.